Unajua ukiwa katika umbo kama hili yani unanihamasisha. Hatima. Hatima. Mimi? Yaani wewe mtu akikutazama anaweza akasema mtoto huyu mimi nikimuona tu niende nyumbani kwao pale nikatoe mahali, maana unafanana kabisa na mke bora. Lakini wenzako saizi watoto wa Kitanga wako nyumbani wanankatikia mume kiuno, wanaandaa maji kumuosha mmeo kisigino, wengine wako nyumbani wanatafuta watoto. Lakini mtoto mdogo wewe saa 6 za usiku, saa 8 unapanda ungo unaanza kuhangaika na uchawi. Wewe si ndo likonko? Mimi sio likonko, mimi la konko. La konko? Lakini mimi sio mchawi, mimi sijui uchawi. Sasa nisikilize vizuri. Hambi, nimesema mazoea ya kwenda kumfanya mama yangu yule Mpisha Kila naenda kuntumikisha kwenye mauchawi yenu hayo, nitakuja nje ninitoe mtu gego. Unalijua gego? Piga misaizi nionekane makonde ninalombaya saizi. Sijawahi kupiga mwanamke wewe, nitakuua. Tena ukome nikatamwa. Wakikwambia uambie yule makonde hatari wako. Naitwa King Nzidore kama ulikuwa unijue sasa. Mimi nitakupoteza. Mjukuu wa Nzebwanga mtoto kutoka kusini huko, mjukuu wa Ntinaweka. Kutimbanganya una hata haya. Hambe kulikuwa chini katamu wangu ndebwela wambwani. Mbungali wene ntindwa na bonbwa nani abwe. Shenzo. Unipilikana. Hambe leo sura hii umeiona iko na amani. Lakini kesho ukinikuta nimekula kijiti, usije ukajichanganya, nitakutimbanganya nikupoteze kabisa kwenye ulimwengu huu. Mshenzi mkubwa wewe. Wewe bado kidogo tu ungekuwa shetani. Ha. Nyama yake lazima tutaila. Hawezi kutusumbua hata kidogo. Kwa hiyo ni muda kusherekea. Siku zote mimi Juma wala sina huruma, kwa sababu hata mama yangu mzazi nilimtoa na nyama yake tukaila. Kwa hiyo Amis Kamanda lazima nyama yake tutaila tu, haiwezi kupingika. Kweli kabisa Juma, ndio maana sisi tunakuamini sana. Kwa hiyo mzee Zuberi atasherekea msiba na wala sio harusi ya mtoto wake. We vipi? Mbona hivyo? Kofia. Kofia? Ndio kofia. Kofia Miss Kamanda. Nilikutana naye kule bondeni. Akawa nizuia kupita njia. Huko anajigamba, nikamwambia huwezi kushindana na baba lao mzee Kigoda. Ndipo akavua kofia yake akanionyesha, nikaona macho ndani ya kofia. Juma. Unacheka nini?
nacheka kwa upumbavu wake Urema. Yaani mimi nilihisi labda kuna kitu kikubwa ambacho kilichomtokea. Kumbe Miss Kamanda, huu ni upumbavu. Ndio maana nikasema nyinyi mna mawenge. Umekiona kitu, pambana nacho. Unakimbia kwa nini? Na ulikopo na uwezo wa kupambana naye. Nishasema toka awali, Miss Kamanda ni mtoto mdogo sana. Yaani ni mazingaombo yake tu kutoka nao mjini. Anakuletea wewe. Alafu unaamaki unakimbia. Wewe ni mpumbavu. Ni kweli kabisa. Kitu ulichokifanya sio sahihi. Mafunzo yangu niliowafundisha ndio mnafanya hivi? Niliwafundisha kufanya hivi? Hizo ni vitu vidogo tu. Natakiwa mkaze, msimame. Kwa nini unafanya vitu vya kitoto kiasi hicho? Sawa mkuu, nimekuelewa. Haitajirudia tena na kuahidi. Hayo mawenge yenu hayo ndio yanasababisha sisi tuonekane kuwa wadhaifu. Sheria kichawi mnajua. Hutakiwi kuogopa nini wala dudu. Sasa iwe mwanzo na mwisho. Endapo ukija tena kwenye kaya yangu hii na mawenge yako, nitakutafuna mdogo mdogo bila kukuonea huruma. Anga za mbali Unajua unanichanganya sana Mama Pili. Au umeniajiri mimi kila siku nakuja hapa unaniona tu na fly kabisa kuniona kila siku nakuja kubembeleza jibu lile moja. Hata mimi nashangaa kinachokuleta hapa wewe kila siku ni nini? Mama Pili, nikwambie kitu kimoja. Wewe hujanijua upande wangu wa pili. Sasa mimi nitakwenda kufanya nitakachokifanya na hamna atakayenizuia katika kijiji chote hiki. Hamna atakayemzuia mzee Kigoda. Kafanye unachotaka kukifanya, kakifanye. Nataka kifanye kwa uthanifu. Lakini kunishirikisha kwenye mambo yako sihitaji. Uhitaji, si ndio? Mama Pili, nakwambia mara ya pili. Uhitaji kushirikiana na mimi, si ndio? Sasa mimi naondoka. Kafanye, nenda kafanye. Sawa. Endelea na msimamo wako. Wewe babu una haya. Kila mtu afanye kazi unaifanya wewe. Nini? Una haya wewe. Mama Pili, utanitafuta wewe. Yele mama. Hai mama. Odi. Bishakira. Karibu shoga yangu. Asante. Ulikuwa umelala au? Hamna hata. Karibu sana. Asante za asubuhi. Salama. Shikamoo. Marahaba, ujambo kule? Jambo. Karibu sana. Asante. Leo unajipia gani shoga yangu? Ai, jipya. Ili la mzee Kigoda udugu wangu. Yaani hapo nafua nimetoka tandika. Hata kutulia sijatulia. Nikaona hili jambo lisipoe. Kwa kweli. Niambe. Sare yetu hii hapa udugu wangu. Kijoa na mtandio. Bei kama kawaida 15,000. Una 15,000 ufaa cha 10,000. Cha 10,000 kama unavyokiona kipolele lele. Hii 10,000 shika. Hiki sasa Kijoa na mtandio wake 15,000. Itakushinda Bishakila. Yaani hata kama Kijoa ni 70,000. Ningedanga na wazee wa kijiji hichi toka nipate. Tunakosaje hiyo mama? Bishakila ushindi na jambo wewe. Fikishie salamu mzee Kigoda. Mwambie shughuli tunaye na tunatamba naye. Hatupoi. Upo? Jambo lina wenyewe udugu wangu. Tupo lele. Mzee Kigoda tena. Sasa udugu wangu, mimi naona ni wahi. Maana hapa nina safari ndefu ya kupita nyumba kila nyumba. Hii ndio nyumba ya kwanza. Nimeona hapa nyumba ya kwanza tu ya Bishakila. Hamna shida shoga yangu, karibu sana. Asante. Wasalimie huku uendako. Haya. Afadhali nimekutana na wewe ndugu wangu. Maana nilikuja kwenu bibi yako akanitia kibao. Kisa tu nimekuulizia wewe. Kitu chingine, mzee Kigoda anaoa baba lao. Nini? Wewe kwani hujui? Mzee Kigoda anaoa?
Sasa mzee Kigoda unavyoona ana uzee gani mpaka akose binti wa kumuoa? Kubwa haya. Hebu tuachane na hayo bwana. Sare hizi hapa natembeza. Wewe. Iskaniki. Sasa kinatushangaza hapo kitu gani? Kinachokushangaza hapo kitu gani? Kaniki nizaje kuwa Kijola? Wewe achana na habari ya Kaniki. Hii ndiyo sare. Aibu na unamia. Unavaa toa hela. Uvai rudisha. Naona joto japokuwa kuna baridi. Asante. Mwambie Bindimu. Kile kibao alichonipiga siku ile sijakisahau. Tukionana hama zake hama zangu. Mwambie kabisa. Chini juu anga za mbali, chini juu anga za mbali. Chini Kalia po. Kalia ndo. Kalia mwisho wa siku umekalia Kalia po. Kalia ndo. Kalia mwisho wa siku umekalia Kila siku saa 10 tunakuja kupaka huu sembe. Tuliagizwa na baba yetu mzee Kigoda kwa ajili ya kukulinda na utamaduni wetu. Chini juu. Kalia po. Kalia ndo. Kalia mwisho wa siku umekalia Kalia po. Kalia ndo. Kalia mwisho wa siku umekalia Anga za mbali. Anga za mbali. Kalia ko. Kalia ndo. Kalia mwisho wa siku umekalia Kalia ko. Kalia ndo. Kalia mwisho wa siku umekalia Chini juu anga za mbali, chini juu anga za mbali. Shikamoo mzee Kigoda. Marahaba. Habari za siku? Si jambo. Pili. Naona endelea kupendeza. Ndio. Safi sana. Ulishapata mume? Mzee Kigoda naye. Naona unaelekea huko naelekea huko. Sawa. Mimi huu mguu nilikuwa naelekea nyumbani. Mama yupo? Mama yupo. Sawa. Sasa madhali nishakutana na wewe, sina haja tena ya kufika nyumbani, ila kuna salamu nataka umfikishie mama siku ya leo. Sawa, ndakufikisha mzee Kigoda. Vizuri. Maana yake jana nilikuja pale nikaongea naye na nikamwachia ujumbe, nikamwambia ufanyie kazi, lakini hajanijibu chochote. Kwa hiyo wewe mfikishie ujumbe huu, sawa? Lakini ni ujumbe uliobebana na salamu ndani yake. Basi na ujumbe wenyewe ndio huu. Chini juu anga za mbali, chini juu anga za mbali. Mzee Kigoda, sioni Mzee Kigoda. Fikishie salamu. Chini Mzee Kigoda. Mzee Kigoda, sioni Mzee Kigoda. Chini juu. Chini juu anga za mbali, anga za mbali. Pole, tushafika nyumbani pia. Chini juu, chini juu. Mama sioni mama. Pili mwanangu vipi? Mama Matongo ameondoka mama. Mama sioni mama, mama sioni mama. Uoni kina namna gani? Mama sioni mama, mama sioni. Mama Pili, mimi basi ngoja niende. Mama sioni. Mama. Bibi Tim anapekua anausaka huo ataushika huo. Bibi Ndim anapekua anausaka huo ataushika huo. Bibi Ndimu mkata shombo ndimu. Ndimu mkata shombo. Shida hiyo. Ndimu mkata shombo ndimu. Ndimu mkata shombo ndimu. Bibi Ndimu
anapekua pekua, anausaka huo, ataushika huo. Mama basi tika mama. Mama, mwana usiani mama. Pole. Mama misiani. Mama. Na imani nitashughulikia. Tashukuru. Mitihani. Pili, pole sana. Bindimu. Mimi sioni bindimu. Acha. Aya. Litakwisha. Pili, unajisikiaje mwanangu? Unaona? Ndio mama. Asante ndugu yangu. Safi sana. Mama, kuna nini lakini mbona sielewi kinachoendelea mama? Mwanangu, mimi sijui chochote kinachoendelea isipokuwa hapa. Si unajua uchawi unaendelea hapa mtaani. Hapa mtaani kuna majanga yanaendelea usiku na mchana. Hapana mama, kuna kitu mnanificha. Wana mzee Kigoda mnanificha mama. Pili, hii dunia da, ulimwengu shujaa. Duniani utakutana na vitu vingi sana. Binadamu anakuchekea hapa tu mdomoni, kumbe moyoni mwake mweusi. Kwa hiyo mitihani ukabiliana naye ni vitu vya kawaida. Kwa hiyo mshukuru Mungu. Umpetana mtihani lakini umekuepuka huo mtihani. Nashukuru kwa kunionyesha. Alafu mama Pili, mfanye juu chini, mpate kinga kubwa sana. Bibi ndimu anapekua pekua, anausaka huo, ataushika huo. Bibi ndimu anapekua pekua, anausaka huo, ataushika huo. Bibi ndimu mkata shombo ndimu. Mimi nilikutana naye. Nilipokutana naye leo, baada ya kunipa hii taarifa sijui ya mzee Kigoda, ndio kaniambia. Tena unajua akianza kuongea vile, sura yake ya kichawi ile. Mwambie wewe bibi yako, jambo letu halijaisha. Yaani kwamba sijui ulimpiga kibao dogo. Nilimkunguta kibao, tena toka azaliwa hajawahi kupigwa cha kibao. Hata mama yake mzazi naye hajampiga cha kibao. Kanitia upumbavu mimi hapa. Anakuja kunitambia hapa. Nimekuja, chiko nimekuta. Sasa vile nikamwambia wewe mtoto unacheza. Wewe hujafundwa wewe. Kwani hakuna wakubwa kama sisi? Maana anaongea kibao 40 90. Nikasema bwana akili kweli huyu. Nikampa kibao cha binadamu. Ndio alivyoniambia hivyo kwamba mzee Kigoda anaoa. Tena anapita mtaa kwa mtaa. Nyumba sio ambiana wenyewe kwa wenyewe. Nyumba hadi nyumba anatangaza harusi ya mzee Kigoda. Akanionyesha na sare. Cha ajabu sasa. Watu wanavaa vijola. Wao sare yao kaniki. Kaniki? Chiliko mdogo wangu, wewe msalie mtume. Allah masala salima ale. Sare kaniki. Hivi kweli wana akili tumboni hao? Mimi toka nimezaliwa sija kusikia sare kwa kaniki. Kaniki ndio sare jamani Sare ya kaniki sijui ya mzee Kigoda ya shughuli yake. Kikavu 10,000 na mtandao 15,000. Bibi ndimu anapekua pekua, anausaka huo, ataushika huo. Bibi ndimu anapekua pekua, anausaka huo, ataushika huo. Bibi ndimu mkata shombo ndimu. Ndimu mkata shombo ndimu. Ndimu mkata shombo ndimu. Ndimu mkata shombo ndimu. Unashangaa nini? Unashangaa nini? Si unajifanya mdomo sana wewe. Sasa leo sikuja kuongea, nimekuja kukuonesha vitendo. Hivi wewe mtoto, kama mdomo katakuponza, mpumbavu mmoja wewe. Una kitendo gani cha kunionyesha mimi wewe? Wewe una kitendo cha kunionyesha mimi wewe? Mwana Isaya mkubwa, mwana ngwingwingu wewe. Umeshafunzwa na wenzio huko
Aha, kumbe bado hujaacha mdomo wako. Sasa chukua hiyo nakupa. Haya, piga na huko. Hatima Hatima